Sikiliza nikwambie mwana wa Mungu. Biblia inasema ufalme wa Mungu unafanana na chachu ambayo mwanamke alichukua kaiweka kwenye unga ili unga uliopate kuchachika. Na lengo la mwanamke atengeneze anachotaka kukitengeneza ili maana yake unga uweze kuimuka, ili kama ni mandazi yatoke kwa wingi. Sikiliza nikwambie, Yesu anasema ufalme wa Mungu unafananishwa na chachu. Tukichukua ndoo ya maji tukaweka mafuta tone moja, kinachobadilika ni harufu ya mafuta ya taa itasikika kwenye mioyo ya watu. Yesu akiingia, harufu ya ufalme wa mbingu ndio inasikika. Harufu ya Yesu kwenye mioyo ya watu. Yesu anapoingia, harufu ya Yesu inasikika. Wakati mtu alikuwa ni mlevi, sikiliza, ulevi, harufu ya ulevi inaondoka. Inayoonekana ni harufu ya Yesu peke yake ambaye ni mtakatifu. Anasema mtakuwa watakatifu kama mimi Baba yenu nilivyo. Ufalme wa Mungu unafanana na chachu ambayo kawaida mwanadamu anaitumia ili kufanya vitu viweze kuwa kwenye mazingira fulani. Sikiliza, ufalme wa Mungu unapoingia kwa mlevi, sikiliza, habaki kuwa mlevi. No. Harufu ya ulevi inaondoka, harufu ya uzinzi inaondoka, roho ya ulevi inaondoka, roho ya hasira inaondoka, roho ya ukahaba inaondoka, moyo wa kutokupenda ibada unaondoka. Kwa nini? Ameingia Yesu aliye na harufu ya kimbingu. Mwambie jirani yako, una harufu gani wewe? Kama moyo wako hujachachishwa na mambo ya mbinguni, huwezi kuyatoa yaliyo na harufu ya kimungu. Kama moyo wako hujachachishwa na mambo ya kimbingu, moyo wako hautanena amani kwa mwenzako, moyo wako hautanena upendo kwa mwenzako. Maana palipo chuki, yeye huleta chachu ya kuleta matamanio ya mbinguni. Sema amen. Ufalme wa Mungu unafanana na chachu ambayo mwanamke ana uwezo wa kuweka kwenye unga ambao anataka kutengeneza vitumbua. Sikiliza, wamama wanajua wanavyotengeneza vitumbua, wanavyotengeneza mandazi, wanavyotengeneza mikate, huwa wanaweka chachu. Sikiliza nikwambie, kwa upande mwingine wanaita hamira. Sikia nikwambie, moyo wa Mkristo, Biblia inasema ufalme wa Mungu unafananishwa na chachu ambayo ikiingia ndani ya moyo, huyo mtu abaki na tabia za kale, kwa sababu chachu imeingia iliyo ya ufalme wa mbinguni ili kunyamadhisha harufu ya dunia. Yesu awe ndani mwako. Sema amen. Wakati tunatembea na harufu ya pombe, kabla Yesu hajaja mwenye chachu ya ufalme, alipokuja Yesu akaleta chachu ya ufalme ambayo kwenye mioyo yetu tumefanywa upya. Maana yake tumeumushwa kutoka kwenye tamaa mbaya, tumeumushwa tukaelekezwa kwenye harufu ya mbinguni. Ndio maana tunanukia Yesu. Sema amen. Harufu ya moyo wako inanukia nini? Harufu kwenye moyo wako pananukia nini? Tamani. Maandiko yanasema ufalme wa Mungu umefanana na chachu, na ufalme wa Mungu uko ndani mwako. Yesu akawaambia ufalme wa Mungu utakaa ndani mwenu. Sasa ufalme wa Mungu ukiwa ndani mwako, lazima uwe na chachu ya kimbingu. Na chachu ya kimbingu ni kwa ajili ya kuyawaza yaliyo ya Mungu, ni kwa ajili ya kuyafikiri yaliyo ya Mungu, ni kwa ajili ya kutafakari yaliyo juu. Ndiko Mungu aliko. Chachu hubadilisha vinasaba.
vilivyomo kwenye unga wa kila aina, ili kugeuza kuleta vinasaba vya kimbingu. Hallelujah, 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 hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Faraja Emmanuel Mwanko. Ninaabudu katika kanisa la FPCT Mpamaa lililoko Dodoma. Ibada yetu ya leo ilikuwa nzuri ya kumpendeza Mungu, ambako Mungu alimtumia mchungaji wetu, mchungaji Abiudi Petro Mau, kutufundisha somo linalosema kutiwa chachu. Tukajifunza kutoka katika kitabu cha Luka 13:21. Inasema, umefanana na chachu aliyoitoa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachacha wote pia. Yaani kwamba chachu ikitiwa ndani ya maisha ya Mkristo, ndani ya maisha ya mtu ambaye anaishi kwa kumtumainia Mungu, inaweza kwenda kubadilisha mambo yote ambao hapo kale yalikuwa yakiwa kinyume na mapenzi ya Mungu, na ukaanza kumwenenda Mungu na kuishi katika yeye. Pia vile vile tukaona Mungu akiendelea kuhudumia kanisa lake kupitia njia ya maombi, kupitia mtumishi wetu mchungaji pamoja na watumishi wengine. Asante. Kwa majina naitwa Oscar Uchemba, ni muumini wa kanisa la FPCT Mpamaa. Napenda kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Tumekuwa na ibada nzuri ambao mchungaji ametongoza kwa siku ya leo, ambao ilikuwa inazungumzia kwenye kitabu cha Luka 13 kuanzia mstari wa 20 na 21. Ile somo lilikuwa linazungumzia tukawe chachu kwa jamii. Tukawe chachu kwa jamii kwa ajili ya kutangaza habari za ufalme wa Mungu, ili kwamba kila mmoja tuende kumhubiria habari njema. Tukiwa chachu sisi, tukiwa chachu kwa jamii, pia tutafanya mambo makubwa juu ya jamii. Pia na sisi ndio tunatazama kwa ajili ya kutangaza ufalme wa Mungu. Basi siku ya leo ambao ni somo ambao tumejifunza zuri, ambao ni chachu, tutakuwa tuwe chachu sisi kama washirika, tuwe chachu sisi ambao tumempokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, ili tujue kwamba neno linasema nini. Neno linasema kwa ajili ya kumtumikia Mungu lazima tuwe na chachu ndani yetu, lazima tuwe na